Nimesikiliza hotuba muktasari uliosomwa na meneja wangu wa mkoa. Nimemsikiliza vizuri. Nimeipita leo barabara, nimeiona kwamba hamfanyi maintenance. Kwa hivyo watu eneo la kupita kwa masaa mawili kwa lisali moja wanatumia masaa matatu. Sasa mambo yangu ni matatu. Kwa viongozi kutoka wizarani niliofuatana nao, wote simameni pale, na TANROADS, maelekezo yangu ni kama yafuatavyo. Wala hakuna maneno mengi. Tunataka vitendo, au sivyo? La kwanza, jambo la kwanza, inawaelekezeni TANROADS na mkurugenzi wa barabara kutoka wizarani kama ifuatavyo. Mpaka itakapofika tarehe 28 ya Februari, mara mwezi huu unaisha tarehe 28, si ndivyo hivyo? Mmeshafuata taratibu zote za kuvunja mkataba wa huyu ndugu na tumfukuze kwenye kazi yetu. Ikifika tarehe 28, mmeshafuata taratibu zote za kumfukuza kazi kibarua huyu ambaye tulimwajiri afanye kazi ya kujenga Kyerwa mpaka Umurushaka. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nimewasikieni katika ripoti mnanieleza ya kwamba mmemwagiza atoe na alete taarifa ya bilioni 9 fedha za walipa kodi wa nchi hii amezitumiaje. Nami nataka ripoti hiyo ili vyombo vya dola viweze kufanya kazi yake, na ikiwa kama wamechukua fedha zetu wakazitumia kwa maana nyingine ya kuzitumia, tutawachukulia hatua kali sana, ikiwa ni pamoja na kuwafikisha mahakamani waende wakajibu mashtaka ya uhujumu wa uchumi wa taifa letu. Jambo la tatu, tutakapovunja mkataba na kampuni hili ambalo linaonesha rekodi yake kuwa haipelezi, nitaomba muandae barua rasmi kabisa itakayotoka kwetu Wizara ya Ujenzi kwenda kwa shirika letu linalofanya kazi ya kusimamia taratibu za manunuzi, yani PPRA, na kwa blacklist wasipewe kazi nyingine yoyote katika nchi hii ya Tanzania, hawa waharibu wa mambo yetu. Nimetoa maelekezo na maagizo yote hayo yafanyike katika muda wa siku zisizozidi 28, kwa maana ya mwezi mmoja. Mwisho, wako wasimamizi wa huu mradi, na wenyewe mwakague kama wamefuatiliza vizuri taratibu zote zinazohusu mawasiliano, zinazohusu kumsimamia mkandarasi, na wao ikiwa hawakuchukua wajibu wao vizuri. Na hii nakupeni onyo, wataalamu wangu wote wa TANROADS nchi nzima, mnapokuwa mnasimamia miradi, ikiwa kama mkandarasi ni mzembe, hakuna kucheka naye. Hakikisha unafuata taratibu za kimkataba. Hatutapenda kuona sisi tunakwenda kumfukuza kazi tuliyempa kazi, kisha tunakwenda kushindwa mahakamani kwa sababu ya uzembe mlioufanya wataalamu katika kuhakikisha ya kwamba mnasimamia vyema sehemu zinazohusu mikataba yetu. Na kama tutathibitisha na kuona jambo la namna hiyo, mathalan katika mkataba huu wa Kyerwa Umurushaka mkakosea, na ninyi tutawaingiza katika makosa ya ukihujumu ya uchumi wetu. Kinachotuuma zaidi sisi wana Kyerwa, mkandarasi huyu bila aibu kabidi barabara nyingine ya Murongo na ameshinda hiyo tenda. Tunaomba asipewe. Yani imekuwa ni aibu. Nilikuwa nawaambia nilipokutana nao, hata jana nilikuwa na mazungumzo nao kwa barabara za miradi ya TACTIC za TARURA. Wamechukua fedha, wamechukua
sijui nifanyeje. Mheshimiwa Waziri, kwa sasa mkandarasi anatekeleza ujenzi kwa gharama ya shilingi bilioni 94.3 kwa maana kilomita zote 50 kwa kiwango cha lami, na mpaka kufikia sasa hivi mkandarasi ameweza kuleta sehemu ndogo tu ya mitambo kwa maana ya 28% ya mitambo yote inayotakiwa, lakini pia ameweza kuleta wataalamu wanaotakiwa kusimamia mradi kwa 72.7 pekee. Sasa kwa mujibu wa utekelezaji mpaka sasa hivi mkandarasi ameshatumia muda wa 50 kama nukta tatu, lakini maendeleo ya ujenzi wa hii barabara kwa jumla ni 5.4.